alastu aula bilmu'minina min anfusihim qalu bala. Inawezekana kuna mambo mengi sana yanazungumzwa ya kwamba hii siku ambayo tunatakiwa kusimama kifua mbele ni siku hii ya leo, mwezi 18 Dhulhijja, ama ni siku nyinginezo. Kama kuna yoyote atasimama mbele yako akasema ya kwamba ni kweli tunayo hiyo siku Waislamu, lakini siyo siku ambayo nyinyi wafuasi wa Ahlul Baiti mnaitaja, basi atakuwa anategemea mashiko kadha wa kadha, na katika mashiko hayo yote hakuna hata shiko moja ambalo linaweza kukutoa katika hali ya wewe kuamini ya kwamba siku ambayo inatakiwa kutukuzwa na kuheshimiwa kwa ukubwa wake ni siku ya mwezi 18 Dhulhijja. Mimi nitakutajia siku mbili ambazo wao kwa mtazamo wao wanaamini zinasifika na hizi sifa nne, ya kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, lakini al-yawma ya'isa al-kuffaru min dinikum. Kama mtapita mtakutana ya kwamba wanazungumza hiyo siku bwana ni siku ya al-mab'ath, ni siku ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuweza kutumilizwa. Hiyo ndiyo siku ambayo ya'isa al-kuffaru min dinikum. Hiyo ndiyo siku ambayo akmaltu lakum dinakum. Hiyo ndiyo siku ambayo atmamtu alaykum ni'mati, na ndiyo siku ambayo raditu lakumul islam dina. Kwa mwenye kusoma historia tu, siku ambayo mtukufu Mtume Muhammad anatumilizwa na kuambiwa ya kwamba wewe unaweza kufikisha ujumbe wako sasa kwa watu, hizi sifa zilipatikana au hazikupatikana? Kwa maana ya kwamba siku ya mab'ath dini ilikamilika, makafiri walikata tamaa, Mwenyezi Mungu alitimiza neema zake, Mwenyezi Mungu alituridhia. Mimi nitakwambia la, hakuna. Tukichukua tukipengele kimoja cha kwamba al-yawma ya'isa al-kuffaru min dinikum, hatukipati katika siku ya mab'ath, bali kwa kitendo cha mtukufu Mtume Muhammad kutumilizwa kama mtume, makafiri ndio kama walikuwa wameamshwa. Na si tu makafiri, hata wale ambao waliokuwa wapo chini ya kivuli cha Mtume Muhammad kabla ya kumjua kwamba huyu ni mtume, walikuwa wakimtambua ya kwamba mwenyewe ni as-sadiqul amin, ni mtu ambaye tunaweza kuzungumza naye. Baadhi yao walimkataa, wakasema sasa huyu alipofikia sisi tunatakiwa tumpige vita, maana atatutawala. Achilia mbali vikwazo vilivyowekwa na makafiri wa Maka, achilia mbali vikwazo vilivyowekwa na watu kutoka katika familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siku nyingine ambayo wanaizungumza na kusema ya kwamba ndiyo siku inayokusanya sifa nne, wanasema ni zile siku ambazo Waislamu walikuwa wanaenda kupigana katika vita mbalimbali. Kama kuna kitu ambacho tunaweza kusema ya kwamba kipo mbali na uhalisia wa sifa hizi, basi ni kauli hii. Kwa sababu kama ingekuwa makafiri ni watu wa kukata tamaa kwa sababu ya vita ambavyo amepigana Mtume Muhammad na maswahaba wake, basi hayo tungaliyapata katika vita vya Badri. Lakini kilichotokea ni nini? Waliendelea kujipanga siku hadi siku ni namna gani watarudi na comeback ambayo ina nguvu kuliko kilichotokea katika vita.